Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuanza ziara ya kikazi mkoani Dodoma leo. Na katika michezo, bodi ya ligi kuu Tanzania bara yatangaza kusogeza mbele mchezo wa namba 184 kati ya Yanga na Simba ambao awali ulipangwa kuchezwa Juni 15, 2025 na sasa utachezwa Juni 25, 2025. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eriki ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuanza kufanya ziara ya kikazi mkoani Dodoma akiwa na Rais wa Benki ya Maendeleo Afrika Dr. Akinwumi Adesina, ambapo atakagua miradi mbalimbali ya maendeleo ukiwemo uwanja wa ndege wa Msalato na kuzungumza na wananchi. Leonard Mwacha anaarifu zaidi. Akitoa taarifa ya ziara hiyo akiwa na kamati ya usalama, mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule amesema ziara hiyo inatarajiwa kufanywa Juni 14 mwaka huu, ambapo Mheshimiwa Rais atakagua barabara ya mzunguko na kiwanja cha ndege cha Msalato kinachogharimu zaidi ya bilioni 350. Mheshimiwa Rais atakagua mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Msalato ambacho kimejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 359, na pia atakagua ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje kipande cha kuanzia Mtumba Veyula mpaka eneo la Nala, ambapo pia barabara hiyo kwa ujumla wake inajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 221. Ziara hiyo itahitimishwa katika eneo la Nala ambapo Mheshimiwa Rais atahutubia wananchi katika eneo hilo. Licha ya ukaguzi wa miradi hiyo, serikali ya awamu ya 6 imefanikisha miradi mingine zaidi ya 1000 katika mkoa wa Dodoma yenye thamani ya zaidi ya trilioni 10 na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu katika jamii. Tukiangalia Dodoma peke yake katika kipindi cha uongozi wake, tumeweza kupata miradi 3093 ambayo ina thamani ya shilingi zaidi ya shilingi trilioni 10 za Kitanzania. Sasa hivi tuna vituo vya afya vyenye vifaa vya kisasa kabisa pamoja na wataalamu. Kupitia fedha hizo pia sasa hivi tuna shule mpya zenye majengo bora na kuvutia sana. Tuna huduma za maji, tumeona umeme mpaka vijijini, tumepata mawasiliano pamoja na huduma nyingine nyingi za kijamii. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Deusi Sangu ameitaka Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa nchini TAKUKURU kuongeza jitihada katika mapambano ya rushwa za aina zote bila kujali kubwa au ndogo, hasa wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mwanahabari wetu Pendo Salu anaarifu zaidi. Naibu Waziri Sangu ametoa maagizo hayo wakati akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa jengo la TAKUKURU wilaya Nzega mkoani Tabora, ambapo pamoja na mambo mengine katika hotuba yake amesisitiza kwamba ni muhimu taasisi hiyo ikavishughulikia vitendo vyote vya rushwa ambavyo vinasababisha wananchi kushindwa kupata kutokana na wachache kutokuwa waaminifu au kutumia vyeo vyao, ukubwa wao na umaarufu wao kukandamiza haki za wengine. Vitendo vya rushwa na makosa mengine yanayofanyika kabla au wakati wa kuchagua viongozi yanaharibu mchakato wa uchaguzi na kuwapoka baadhi ya wapiga kura haki ya kumchagua kiongozi wanaomtaka. Basi nami nitumie fursa hii kuwahimiza kuwa madhara ya uwepo wa vitendo hivi ni kupatikana kwa viongozi wasio waadilifu na kuchelewa kupatikana kwa maendeleo na ustawi wa Watanzania, kinyume na matamanio ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amejitabananisha wazi. Awali akitoa taarifa juu ya ujenzi wa jengo hilo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila ametaja gharama zilizotumika katika ujenzi huo, huku mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tabora Azam Taita akieleza litakavyosaidia kuongeza ufanisi katika utendaji wa taasisi hiyo mkoani Tabora. Katika mwaka wa fedha wa 2023-2024 Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa ilitengewa kiasi cha fedha shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo.
Aidha, kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 314.2 kilitengwa kutumika kwa ujenzi wa jengo hili la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nzega katika mkoa wa Tabora. Utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi ikiwemo sheria ya manunuzi namba 7 ya mwaka 2011. Matarajio yetu baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa, kwani mazingira yetu ni rafiki au mazingira ya ofisi ni rafiki, lakini tunatarajia pia ari ya watumishi katika kuwahudumia wananchi wa Nzega na Tanzania kwa ujumla itaongezeka kwa sababu miundombinu ya ofisi ni rafiki na vitendea kazi pia ni vya kisasa zaidi. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA, Dr. Anthony Diallo amewataka wakulima wa kijiji cha Mwambiti wilaya ya Meatu mkoani Simiyu kutumia mbolea kwenye kilimo, kwani kutofanya hivyo ni kupoteza nguvu za bure. Dr. Diallo ametoa wito huo ikiwa ni siku ya pili ya ziara ya bodi na management ya TFRA mkoani Simiyu yenye lengo la kuhamasisha matumizi ya mbolea kwa wakulima ambao hawatumii pembejeo hiyo. Diallo amelazimika kutumia kabila la Kisukuma kutoa elimu kwa wakulima wa kijiji cha Mwambiti wilaya ya Meatu na wakulima wa kijiji cha Senani wilaya ya Maswa ili wafahamu umuhimu wa kutumia mbolea katika kilimo ili kuongeza tija na uzalishaji. Naye mkaguzi wa pamba kutoka bodi ya pamba Daniel Barianka ametumia fursa hiyo kutoa elimu mahususi kuhusu kilimo cha pamba, huku akisisitiza wakulima kufuata kanuni za kilimo cha zao hilo. Sisi tunachotaka mtumie mbolea kwenye mashamba yetu ili kuongeza mazao. Ukiacha haya matatizo ya wadudu na nini, wale wadudu stage ya wadudu na nini, kuna watu wengine wanaoshughulikia. Ni katika wasilisho la takwimu za ajali na sisi tunachotaka mtumie mbolea kwenye mashamba yetu ili kuongeza mazao. Ukiacha haya matatizo ya wadudu na nini, wale wadudu stage ya wadudu na nini, kuna watu wengine wanaoshughulikia. Lakini wazusha chiza mbolea uliweka kwenye nani, kwenye ardhi ilipimwa, hapo unakuwa tunaongea lugha moja. Tunasema kabla ya tarehe 15 mwezi wa 9 kila mwaka kila mkulima aliyelima pamba anatakiwa ng'oe masalia, ayafanyeje? Ayachome. Maana yake ni nini? Ukifanya hivyo, maana yake unazuia mzunguko wa wadudu waliokuwepo msimu huu wote wafe kwa msimu huu. Elimu hii ambayo tumepewa matumizi ya mbolea nimeipokea na nitaanza kuitekeleza mara tu msimu ujao utakapoanza. Upande huo wa mbolea hai mimi kwa msimu na msimu mwingine ambao ni na imani na mpaka sasa kujinda kwa nimeshakutoka kwa mikono miwili, maana somo hili mimi ninalo baada ya kama miaka mingi. Idadi ya ajali za barabarani zimeonekana kupungua kwa asilimia 48.1 na kufikia ajali 14 kutoka ajali 27 kwa mwezi Aprili 2025, ambapo ajali 14 zilizoripotiwa kutokea Mei 2025 wilaya Kaskazini A na B pamoja na Magharibi A zikiwa na ajali nyingi. Wilaya hizo zimekuwa na ajali 3 sawa na asilimia 21.4 kwa kila wilaya ikilinganishwa na wilaya nyingine za Unguja. Tupate taarifa zaidi. Ni katika wasilisho la takwimu za ajali na makosa barabarani kwa mwezi Mei 2025. Ajali zilizoripotiwa ni 14 kwa mwezi Mei 2025, sawa na asilimia 21.4. Hii ni tofauti na ajali 27 zilizotokea mwezi Aprili 2025. Jumla ya ajali 14 zimeripotiwa kwa mwezi Mei 2025. Wilaya Kaskazini A, Kaskazini B na Magharibi A zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali 3 sawa na asilimia 21.4 kwa kila wilaya ikilinganishwa na wilaya nyingine. Miongoni mwa waathirika wa ajali za barabarani na waliojeruhiwa na kufariki mwezi Mei 2025, waathirika wengi ni abiria, waendesha baskeli na watembea kwa miguu.
Miongoni mwa waathirika wa ajali za barabarani waliojeruhiwa na waliofariki kwa mwezi Mei 2025, waathirika wengi walikuwa ni abiria ambao walikuwa ni 17, wapanda baiskeli na pikipiki 10, na waendao kwa miguu 4 na madereva 3. Afisa msaidizi afisi ya mkuu wa usalama barabarani Omar Hamad Omar anasema licha ya juhudi mbalimbali za kukabiliana na ajali za barabarani, bado madereva wazembe ndio wanaochangia ajali kutokea. Ajali nyingi za kaskazini zinasababishwa na mwendo kasi wa madereva, hasa madereva wa Alphard ambao ndio hao private Alphard ndio sababisha hizo ajali barabarani. Hii tumeliona na kwa kushirikiana na mamlaka tumeandaa proposal katika mpango mkakati kuweka hizi tochi ambazo zitasaidia katika kupunguza hizo ajali barabarani. Vile vile katika ukarabati hizi za miundombinu, katika moja proposal ambayo ilipelekwa kwamba barabara zetu zitafungwa zile kamera ambazo kamera zetu zitadetect mwendo kwa madereva wote ambao wanatumia barabara. Kwa jumla makosa 4174 ya ajali za barabarani yameripotiwa kutokea mwezi Mei 2025, ambapo makosa 4164 yameripotiwa kwa wanaume na makosa 10 yameripotiwa kwa wanawake. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM UVCCM mkoa wa Dar es Salaam Nasra Mohamed amewataka vijana kujitokeza kugombea katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka huu katika nafasi za udiwani na ubunge. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Ametoa wito huo wakati akizungumza na wanachama wa chama hicho katika kata ya Kisarawe tu wilaya ya Kigamboni, ambapo yupo katika ziara ya majimbo ya mkoa wa Dar es Salaam akisikiliza kero za wananchi na vijana katika mkoa huo. Na ninyi vijana, sisi tumeshachoka kama umoja wa vijana kutuma watu na hawarudi. Tunataka na nyie vijana wenye sifa na wenye uwezo, vijana tuko tayari kuwapambania wenzetu kwenye mchakato wa ndani wa chama, na watakapoteuliwa na chama chetu tutakwenda kuwapambania kwa wivu na unyenyekevu mkubwa, ili tukiwatuma hao baadaye na wao wakishindwa, tuambie ndugu zangu, tuliwaamini. Kama nyie ni vijana wenzetu tuliwaamini, mmeshindwa, tuna la kusema. Hata hivyo, ameeleza kusikitishwa kwake na wamiliki wa vyombo vya usafirishaji, pikipiki na bajaji, namna wanavyowakandamiza waendesha bodaboda katika mikataba, na kuiomba mamlaka husika kuunda chombo cha kuwalinda vijana hao, huku diwani wa Kisarawe tu Hemedi Zahor akimshukuru Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyowaletea miradi katika kata hiyo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametutendea haki kwa muda wa miezi 14 kutujengea sekondari 3 katika kata yetu ya Kisarawe tu ndani ya miezi 14. Mheshimiwa alileta shilingi milioni 528 kwa ajili ya ujenzi wa shule sekondari pale mtaa wa Lingato. Ili jukumu katuachia kwamba vijana tujitahidi ifikapo tarehe 28 tuchukue fomu kwa ajili ya nafasi mbalimbali, kwa sababu nafasi zile sio za mtu mmoja. Ukiona kwamba unaweza, jitokezeni. Sio Kisarawe tu, kokote kule Tanzania kijana ukiona kwamba unaweza, chukueni fomu ifikapo tarehe 28 ya udiwani pamoja na ubunge. Urais tunaamini tushampata Mama Samia. Kilichobakia ni udiwani pamoja na ubunge. Filipina Ndwata, Channel. Serikali ya mkoa wa Arusha imezielekeza halmashauri zote za mkoa huo kuongeza umakini katika usimamizi wa mikopo ya 10% inayotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu ili kuepuka madeni yasiyolipika na upotevu wa fedha za serikali. Katibu tawala wa mkoa huo Misaile Musa amesema hayo wakati wa mapitio ya hoja za ukaguzi wa mwaka 2023-24 katika wilaya Karatu na Monduli. Taarifa zaidi na Jamila Omar. Katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha zinazotolewa kupitia mikopo ya 10% kwa makundi maalumu, serikali mkoa wa Arusha imezitaka halmashauri kuzingatia elimu kwa wanufaika na usimamizi madhubuti wa miradi yao. Lakini mtoto wa madeni karibu milioni 500 hazikusanywa madeni ya nyuma. Lakini sasa hivi serikali imeweka utaratibu mzuri sana wa kutoa hii mikopo. Lakini kuna harusi. Utaratibu ni mzuri, vikundi vinapata, vinaenda kugawanya. Wakishaanza kuzigawanya zile fedha, kila mmoja anatoa chapati. Tarudi kule. Lazima tuimarishe usimamizi wetu.
Kwa upande wake, mkaguzi mkuu wa nje wa hesabu za serikali mkoa wa Arusha, Valence Rutakiamirwa, amesisitiza haja ya menejimenti za halmashauri kuwa na mikakati ya ndani kushughulikia hoja za ukaguzi. Halmashauri inaweza kupata hati safi au hati inayoridhisha, lakini ndani yake kuna miradi mingi ya maendeleo hajatekelezwa, huduma za afya haziendi inavyotakiwa, mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu haijarejeshwa, mapato hayakusanywa inavyotakiwa, lakini ina hati inayoridhisha. Kwa hiyo ninaishauri halmashauri nguvu inayozitumia katika kupata hati safi izitumie katika kuzuia hoja za ukaguzi. Hii itasaidia kwamba umepata hati safi na majukumu ya halmashauri yametekelezwa kadri inavyotakiwa. Katika wilaya ya Karatu, viongozi wa halmashauri hiyo wameeleza hatua wanazochukua kufuatilia na kutekeleza maagizo ya serikali. Tuongeze bidii huko tunakoelekea. Tusiwe tuna focus hapa mbele tu kwenye miguu yetu. Tuangalie miaka 10, 15 ijayo. Kila mmoja mkuu wa idara afikirie Karatu ijayo iwe ya namna gani. Niseme kwamba ofisi yangu itasimamia vizuri yale yote ambayo imeelekeza, na niwaombe wataalamu katika kila sekta hoja ambazo zimeelekezwa tuzifanyie kazi kwa wakati ili tuweze kuziondoa, tusiwe na hoja ambazo hazina msingi. Jamila Omar, Channel 10, Karatu, Arusha. Kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuwataka wataalamu wa nyuklia nchini kuangalia namna wanavyoweza kutumia madini ya urania yanayopatikana nchini kuzalisha umeme imewapa hamasa wataalamu hao kuhakikisha mpango wa kuzalisha umeme wa megawati 450 kwa kutumia urania unafanikiwa. Tupate taarifa zaidi. Mkurugenzi wa teknolojia ya nyuklia na huduma za ufundi kutoka Tume ya Nguvu za Atomi Tanzania, Dr. Remigius Kawala amebainisha hayo jijini Dar es Salaam kwenye siku ya mwisho ya semina siku 5 iliyowakutanisha wataalamu wa ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujadiliana na kubadilishana uzoefu wa hatua gani Tanzania inatakiwa kuzifuata ili kuweza kuzalisha umeme kwa kutumia madini ya urania. Kama unataka kwenda kwenye uwekezaji wa teknolojia ya nyuklia, basi kuna vitu 19 vinaitwa nuclear power infrastructure issues ambazo sasa wametupitisha wenzetu na kutuambia sasa kama mnataka kwenda huku basi ni jambo la heri mkazianza kuziangalia. Dr. Kawala amesema katika kuonyesha umuhimu wa madini ya urania kwa maendeleo ya nchi duniani, Benki ya Dunia hivi karibuni imekubali kufadhili miradi ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia madini hayo kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu. Kwa lengo letu sisi ni kuhakikisha zile teknolojia za kinyuklia zenye manufaa kwa nchi na zinaweza zikatumika nchini zinawafikia wadau wahusika. Katika mpango wa energy wa taifa, miaka 20 ijayo tunategemea kuwa na walau megawati 450 zitakazotoka kwenye hii sekta hii ya nyuklia. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Viongozi wa idara ya uhamiaji kutoka Tanzania na Burundi wamekutana jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujadili na kupanga mikakati ya kuimarisha uhusiano hasa katika mipaka ili kudhibiti uingiaji holela wa wananchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila kufuata taratibu za kisheria. Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania, Dr. Anna Makakala akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo uliokutanisha pia maafisa wa uhamiaji kutoka upande wa Burundi na Tanzania, amesema katika baadhi ya mipaka kumekuwepo na changamoto ambazo zinapaswa kudhibitiwa. Lakini pia masuala ya kiuhamiaji yasipoweza kudhibitiwa vizuri yanaleta hatari katika swala la kiusalama kama tunavyoona katika nchi mbalimbali. Kwa mahusiano mazuri tulionayo kati ya nchi ya Tanzania na Burundi, leo tuko hapa kuweza kushauriana, kudiskasi kwa undani zaidi masuala ya kiuhamiaji, kuhakikisha yanakuwa salama na kuleta maendeleo, na ukizingatia sisi kama Tanzania tunaelekea pia katika uchaguzi mkuu mwaka huu Oktoba 2025. Naye kamishna wa uhamiaji nchini Burundi, Meja Jenerali Maurice Mbonimpa, ameshukuru uhamiaji Tanzania kwa ushirikiano katika kudhibiti mipaka na kusimamia usalama kwa raia wanaingia na kutoka katika nchi hizo. Uhamiaji halali kwenye mipaka yetu inaleta changamoto, na ndio maana tulikuja hapa
tuongee macho kwa macho ili tupate suluhishi ya kutosha, kwa sababu jinsi ulivyosema, kama watu wanatembea kiholela, wanaharibisha kibiashara, wanaleta mambo masio mazuri. Na sheria inasema kuvuka hatuna shida, lakini inaonekana kuvuka bila vitambulisho ama bila vibali vyovyote ni marufuku. Vizuri kila mtu avuke, ana vitambulisho, avuke, anafuata sheria. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Sekta ya maji nchini imemhakikishia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa watatekeleza wajibu wao wa kuhudumia wananchi kwa vitendo baada ya kuwawekea mazingira bora ya kufanyia kazi. Kuringe Mungi anayo taarifa zaidi. Ahadi hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Maji Bwana Juma Aweso wakati alipokagua jengo la makao makuu ya Wakala wa Maji Vijijini RUWASA ambalo limegharimu mpaka sasa zaidi ya shilingi bilioni 8. Na hili ambalo lilotufanyia ni jambo kubwa na tutamlipa kwa vitendo, kwa maana ya ufanyaji wa kazi. Jengo liendane na uboreshaji wa huduma kwa wananchi, hilo tutalifanya kwa vitendo. Sisi tumepewa dhamana, mimi nikiwa kama waziri wa maji, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba tunabanana na msimamizi wa mradi huu, tunabanana na mkandarasi kuhakikisha jengo hili linakamilika. Lakini akazungumzia juu ya vitendea kazi kupatikana sasa kwa watendaji wa RUWASA. Ujenzi bora wa miradi ya maji unaendana na usimamizi na ufuatiliaji. Wapo baadhi ya madm wamekuwa wakifanya kazi kutokana na changamoto kubwa sana. Kenda Kondoa kulikuwa na changamoto, baadhi ya madm hana gari. Kenda Mkinga na DM wetu anafanya kazi lakini hana vitendea kazi. Sasa leo tumepokea magari zaidi ya 19 kwa ajili ya yale maeneo yenye upungufu wa magari, tunawapelekea magari. Mapema msimamizi mshauri kutoka Wakala wa Majengo TBA Bwana Peter Salim akatoa taarifa ya ujenzi, huku mkurugenzi wa rasilimali watu RUWASA Bwana Titus Mkapa akitoa taarifa juu ya magari 19 yaliyonunuliwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 2. Mradi huu ulianza tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2023 na tunategemea utakamilika tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Yamegharimu kiasi cha shilingi bilioni 2.08 na magari hayo yatapelekwa kwenye ofisi 19 za RUWASA, lakini 18 za wilaya na moja litabaki makao makuu kwa idara ile inayosimamia usimamizi wa miradi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Asante Kuringe Mungi kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imetangaza kusogeza mbele mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na Simba ambao awali ulikuwa umepangwa kufanyika Juni 15, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia saa 11 jioni. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya bodi ya ligi, mchezo huo sasa utafanyika tarehe 25 Juni 2025 katika uwanja huo huo wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 jioni kama ilivyopangwa awali. Bodi ya ligi imezitakia klabu zote mbili, Yanga na Simba, maandalizi mema kuelekea mchezo huo mkubwa unaovutia mashabiki wengi wa soka ndani na nje ya nchi. Mchezo huo wa watani wa jadi unatarajiwa kuwa na ushindani mkali, huku kila upande ukihitaji ushindi muhimu. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu. Tafadhali baki nasi.